Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuhabarishane yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Mange Kimambi azua makubwa mchana huu, amshambulia Samia Suluhu Hassan Dodoma kwa maneno makali, afichua siri nzito, aeleza kwa nini Samia Suluhu alitoa pole kwa waliouawa wakati wa maandamano Oktoba, afichua madai ya kushangaza. Kabla ni kujuze yote, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Wimbi jipya la mijadala ya kisiasa limezuka kote nchini Tanzania leo kufuatia uchambuzi mkali na udadisi mkali na wakina uliotolewa na mwanaharakati mashuhuri Mange Kimambi dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu. Mange Kimambi ambaye anafahamika sana kwa uwepo wake mkubwa wa kidijitali na utata na ufuasi mkubwa wa wananchi wa Tanzania hasa vijana, aliichana hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa siku ya jana bungeni. Mange Kimambi amesema kuwa walengwa wake wa hotuba hiyo sio Watanzania wenyewe, lakini hotuba hiyo imetolewa watu wengine. Katika tathmini yake, Mange Kimambi, hotuba hiyo ya Samia Suluhu ilitengenezwa kimakusudi ili kuvutia jumuiya ya kimataifa ambayo anasisitiza bado inatilia shaka uhalali wa Samia kuingia madarakani nchini Tanzania baada ya uchaguzi. Kulingana na Mange Kimambi, viongozi wa Tanzania kwa kawaida huwahutubia raia wao moja kwa moja wakati wa hotuba kuu za kitaifa, wakitoa mwelekeo, hakikisho na ufafanuzi kuhusu sera za serikali. Hata hivyo, alisema kuwa sauti ya Samia Suluhu, muundo na ujumbe ulioonekana kuelekezwa nje badala ya kutoka ndani. Mange Kimambi alisema kuwa Watanzania wa kawaida hawakupewa kipaumbele katika hotuba hiyo. Badala yake, hotuba hiyo ilionekana kuwa na uwezo wa kushawishi duru za kidiplomasia, washirika wa maendeleo na taasisi za kimataifa ambazo imani yao alidai bado haijatulia kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania. Katika madai hayo yake, Mange Kimambi alieleza kuwa dhamira kuu ya hotuba ya Rais Samia Suluhu ilihusu kujenga taswira ya kiongozi wa maridhiano. Alisema hotuba hiyo ilikadiria Samia kama mtu mmoja, mtu anayetaka kurekebisha migawanyiko ya kijamii na kuleta mazungumzo, kuimarisha maridhiano na kuponya majeraha ya misukosuko ya kisiasa iliyopita. Lakini Mange Kimambi, kulingana naye, wasilisho hili la Samia lilikuwa sehemu ya kampeni pana ya kujenga upya imani na serikali za kigeni au za nje ambazo wengi wao anasema bado wana wasiwasi kuhusu uaminifu wa mchakato wa uchaguzi uliofanyika. Mange Kimambi alienda zaidi kusisitiza kuwa zoezi hilo la kujenga taswira si la kurudisha imani miongoni mwa Watanzania, bali linahusu kupata kukubalika kutoka nje. Alisema kuwa lugha ya Kilomoni ya upatanisho, ushirikiano na amani ilichaguliwa kimakusudi ili kupunguza mashtaka miongoni mwa watendaji wa kimataifa ambao mara kwa mara wameibua maswali kuhusu haki na uwezo wa uchaguzi ambao uliunganisha uongozi wa Samia. Hii, kwa mujibu wa Mange Kimambi, ni ishara kwamba vita vya udhibitisho wa kimataifa bado vinaendelea. Katika uchambuzi wake, Mange aligusia kutuhuma za muda mrefu za kutumia nguvu kupita kiasi katika maandamano, ikiwamo madai ya mauaji na majeruhi na ukandamizaji wa vurugu wakati wa mizozo ya kisiasa na maandamano. Alidai kuwa tuhuma hizi ambazo hazijatatuliwa zinaendelea kuweka kivuli kwenye rekodi ya utawala wa Tanzania. Mwanaharakati huyo alisema matokeo haya yanaunda kizuizi kikubwa kinachozuia jumuiya ya kimataifa kutoa idhini kamili kwa utawala uliopo. Alipendekeza kuwa bila uchunguzi wa maana au uwajibikaji, taswira ya Tanzania duniani itabaki kuchunguzwa. Mange alibainisha kuwa mashirika mengi ya kimataifa ya haki za binadamu yameripoti hapo awali wasiwasi kuhusu jinsi Tanzania inavyoshughulikia maandamano, kukamatwa kwa kisiasa na vikwazo vinavyowekwa kwa uhuru wa raia. Alirejelea kauli kutoka kwa mashirika ya kimataifa yanayoandika makosa na kudai kuwa nchi nzima haijapata masharti yanayolingana na mazingira huru na ya haki ya uchaguzi. Mambo hayo, alidai, yamechangia ugumu anaoupata Rais Samia sasa katika kutengeneza heshima ya taifa duniani. Maelezo yake pia yalionyesha kuwa Tanzania inapita katika awamu ya mabadiliko ya kiutawala na kidiplomasia. Mange alieleza kuwa ni wakati ambapo viongozi wanajaribu kuleta utulivu katika siasa za ndani na mahusiano ya kimataifa. Alisema hotuba ya Samia Suluhu bungeni jana inapaswa kueleweka sio tu kama tamko la sera ya kitaifa,
bali kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia zilizopimwa kwa uangalifu ili kuhakikishia washirika wa kimataifa na nje kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa nchi na dhamira ya mageuzi. Matukio haya yanawiana kwa karibu na masuala tuliyoripoti awali kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa nchini Tanzania, hasa kufuatia vikwazo vya maandamano na uchaguzi, kuongezeka kwa ufuatiliaji wa wanaharakati na madai ya udhibiti mtandaoni kama wanavyodai wanaharakati wenyewe na wapinzani, hasa wale wa Chadema. Katika miezi ya hivi majuzi, mashirika kadhaa ya kiraia pia yaliibua hofu kuhusu majibu ya polisi kwa mikusanyiko ya watu au maandamano, pamoja na kuzimwa kwa muda kwa majukwaa muhimu ya mawasiliano wakati wa maandamano ya awali. Vitendo hivi vimezidisha mjadala kuhusu iwapo serikali ya Tanzania inapanua nafasi ya kidemokrasia au inakaza zaidi. Upinzani kama vile Chadema pia umekuwa na sauti kubwa sasa, ukishutumu serikali ya CCM kwa kupunguza kasi ya mageuzi yaliyoahidiwa mwanzoni mwa uongozi wa Samia. Viongozi wa upinzani wanadai kwamba uhuru wa maana wa kisiasa kama vile haki ya kuandaa mikutano ya hadhara, kuhamasisha wafuasi na kufanya kazi bila vitisho unasalia na mipaka. Wanasema kuwa wakati serikali imetoa ahadi za umma kwa uwazi wa kidemokrasia, ukweli unaoishi katika msingi unabaki kwa kizuizi. Suala jingine lililojitokeza tena katika mijadala ya hivi majuzi ni mgawanyiko wa vizazi kati ya serikali na vijana. Kwa kuongezeka kwa utegemezi wa Gen Z kwenye mifumo ya kidijitali au mtandaoni kwa habari, sauti kama hizi za Mange Kimambi sasa zinadaiwa kupata ushawishi mkubwa kama wanaharakati, pia akihusishwa naye Maria Sarungi na wengine kama Hilda Newton ambao wanasambaza sana maneno katika mitandao ya kijamii dhidi ya serikali. Wafuasi wa serikali mara nyingi wamekuwa wakimshutumu Mange kwa kuchochea mivutano, huku wafuasi wake wakihoji kuwa anaangazia ukweli ambao taasisi kuu huepuka. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia mienendo ya ndani ya Tanzania kwa nia inayoongezeka. Awali, Mange Kimambi aliweza kupatiwa onyo kali na mwanasheria mkuu na akaweza kuahidiwa na kuonywa kwamba ataweza kukamatwa hivi karibuni. Misheni kadhaa pia za kidiplomasia zimeelezea wasiwasi wake kuhusu shughuli zijazo za kisiasa na kuzitaka mamlaka kuhakikisha uwazi, haki na heshima kwa haki za binadamu. Washirika wa maendeleo vilevile wamejikita zaidi katika utulivu kwa kutambua nafasi ya kimkakati ya Tanzania katika Afrika Mashariki. Umakini huu wa kimataifa unaweka shinikizo la ziada kwa serikali kuonyesha ukweli katika ajenda yake ya mageuzi. Kadiri hali ya kisiasa inavyozidi kupamba moto nchini Tanzania, wachambuzi wanaharakati pia wanatabiri kuongezeka kwa ujumbe kutoka kwa maafisa wa serikali na wakosoaji katika miezi ijayo. Utawala unatarajiwa kusisitiza mafanikio ya kiuchumi, ushirikiano wa kikanda na kampeni za umoja wa kimataifa. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji, ama ndugu mpenzi mtazamaji, tuliokuandalia katika habari ama ripoti hizi, na kuomba unijuze maoni yako kuhusiana na madai haya ya Mange Kimambi kuhusiana na hotuba ya Samia Suluhu bungeni jana. Vile mtazamaji, like video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea taarifa zetu. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zaidi.